maandalizi mpaka sasa hivi yanaenda vizuri. Na kikubwa ambacho tunashukuru kwamba kila kitu ambacho tulikitegemea kiko vizuri. Tunaendelea kupata maandalizi mazuri na tunaendelea kupata material kutoka kwa mwalimu ni jinsi gani tunaenda kuface mchezo huo. Na imani mchezo utakuwa mchezo mgumu kwa sababu ni hatua ya finali na tupo ugenini. Kwa hiyo kuna haina ambayo mwalimu anatuelekeza, kuna haina ambayo ya maelekezo mwalimu anayotupa ili kuweza kuhakikisha tunaufanya mchezo kwa mwepesi kwetu sisi na tunaweza kupata matokeo mazuri. Unadhani michezo ya viporo ambayo mlicheza back to back imewasaidia kwa namna moja ama nyingine kuwajenga kuelekea katika mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane? Nadhani kila mchezo ambao tuliocheza katika ligi ulitusaidia kwa namna yake, na nadhani ilikuwa ni maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo huu wa finali. Lakini naweza kusema kwamba tulikuwa na squad kubwa na kila mchezaji aliweza kuweka nguvu yake na tukaweza kupata matokeo. Kwa hiyo yale yote tuliyopata kule na vile vitu vyote ambavyo tulivifanya kule vote tunavijumuisha kwa ajili ya kuja kucheza mchezo huu ambao tunacheza hapa ugenini. Kama mchezaji mwenyewe, mchezo huu wa finali kwako ni historia, unautazamaje? Kwangu mimi ni mchezo wa finali, naweza kusema kwamba ni mchezo wa finali yangu ya kwanza. Mimi kama mchezaji niko hapa kuhakikisha na maliza maandalizi yangu vizuri, kuhakikisha najitolea kwa hali na mali, kwa sababu najua kiu ya Tanzania na kiu ya wanachama wa Simba ni kupata ubingwa huu. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba niko hapa kwa ajili ya kujitoa na kuhakikisha tunafanikiwa katika hili. Zungumza na wana Simba. Naweza kusema kwamba tupo ugenini. Tumesafiri na mashabiki wengi wa Simba na wengi ambao yani kwa asilimia kubwa wako nyumbani. Kwa hiyo naweza kusema kwamba dua zao na sala zao ni muhimu kwetu sisi, na support yao huko waliko itafika kwa namna yote na waweze kutupa nguvu ili kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Kapombe, katika siku za karibuni timu ile imekuwa inaruhusu mabao ya mbali ambayo Waarabu wamekuwa wanapenda sana kushambulia kwa staili hiyo. Labda nyinyi kama safu ya ulinzi mnajipangaje na mnaambia nini kuelekea mechi ya finali? Naweza kusema kwamba kila ambalo baya ambalo sisi tumelifanya na mazuri ambayo tumeyafanya, walimu wamekuwa wakifanyia marekebisho katika viwanja vya mazoezi, na imani katika kila ambacho sisi tulichokifanya kitu kibaya mwalimu ameshalikalisha chini na wamefanyia marekebisho. Kwa hiyo na imani kama kila kitu kitakuwa kimeenda katika 100%. Kama mchezaji mzoefu huwa mnaambiana nini na wachezaji kuelekea mechi ya finali? Kikubwa ni morali. Huu ni mchezo ambao unahitaji akili na unahitaji moyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kila siku ambacho tunaambizana, ili kila mchezaji aweze kuwa nao katika akili yake, na vile vile kwenye moyo ni kujitolea. Ndio kitu ambacho kinaweza kutufanya mafanikio. Shukran sana. Wish you all the best. Not easy games, but we use those games as a preparation for the final, so we are physically and mentally ready. The last interview after the match between KMC, you said that Mutale is back. Yeah, I can say he's back by God's grace. You know, everything, we leave everything in God's hands. We do our best and we let God do the rest. I just have to work hard, and with the support of the team, everything is going accordingly. Yeah. Does that push you now to do more performance at the final? Yeah, I just have to do more, to do anything possible to help my team win, not only in attacking, everything. I can say it's not only for me, but for everyone around me. Yeah. Thank you so much. Na Mtale, kwa Kiswahili kidogo Tanzania na kusikiliza, unawaambia nini kwa? Give them a message in Swahili. Mix Swahili and English. Hey, Swahili is difficult. I don't know. No problem. By the way, thank you so much and congratulations. Yeah, bro. I enjoyed your previous interview. Just a minute, okay? I wanted to do Okay. Kibu Dennis. Maandalizi yakoje kwanza kwako binafsi kama mchezaji kuelekea katika mchezo kwanza finali dhidi ya RS Berkane? Maandalizi yanaendelea vizuri. Leo siku ya pili tumemaliza mazoezi yetu asubuhi. Mazoezi yanaendelea vizuri na hali ya hewa kiukweli ni nzuri kabisa kama ya nyumbani Tanzania. Niseme kwamba sisi wachezaji tuko timamu, mentally tuko fiti.
physically pia tuko fiti, hivyo hatuna sababu yote ya kusema kwamba tumekosa kitu, hamna. Na naamini kwamba mwalimu anazidi kutupa vitu zaidi ambavyo vitatufanya mchezo wa Jumamosi unakwenda kuwa mrahisi na unakwenda kuwa mzuri kwetu. Ni mchezo wa kihistoria kwa klabu ya Simba, lakini kwako pia kama mchezaji, mchezo wa namna gani kwako unautazama huu Kibu Denis? Huu mchezo utakuwepo rahisi kwa sababu ukiangalia Berkane sio timu ndogo, na Berkane timu kubwa ambayo yenyewe naisi hata zaidi ya mara pili ishawahi kufika finali. Kwa hiyo sisi ndo mara ya pili tumeingia, ila kwa kizazi chetu ndo mara ya kwanza. Mimi mwenyewe ndo mara ya kwanza nacheza finali ya CAF. Hivyo hauwezi kuwa mchezo mrahisi, lakini pia kwa uzoefu wetu sisi kwa mashindano haya pia na wachezaji mmoja quality ya kila mchezaji, tunaamini kwamba Jumamosi tutakwenda kufanya kitu kizuri, na kitu kizuri na kikubwa ni kwamba tutahakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo yatakuwa na faida kwetu. Watanzania nyumbani wanakutazama, ikiwemo mashabiki wa klabu ya Simba, nini unawatumia ujumbe? Ujumbe wangu ni kwamba kama kawaida yao, Simba nguvu moja na wapo na sisi. Japokuwa tumesafiri na mashabiki kiasi, lakini naamini hata waliobaki nyumbani wapo na sisi pamoja. Na mimi niwaombe tu wasiwe na wasiwasi na sisi, watuombee heri. Jumamosi tunakwenda kuwapa furaha. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Shukrani sana. Umetosha, shukrani sana brother. Mazoezi yetu ya mwisho ya kesho ambayo itampa taswira mwalimu nani aende naye kwenye mechi ya kesho kutwa. Mwalimu ametumia program ya jana na leo kutengeneza mipango ya kimbinu na kiufundi kuelekea katika mchezo huu, na ndio maana mnaona hata ninyi waandishi ambao mmekuja kutoka Tanzania, mwalimu hakutaka kuwapa nafasi ya kuhudhuria mazoezi yake ili yeye atengeneze mpango kazi wake wa kiufundi na kimbinu kuelekea katika mchezo huu. Kimsingi na kiufupi ni kwamba maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Mpaka hivi sasa tuko salama sana. Hatujapata changamoto ya aina yoyote ile hadi kufika hii leo. Tunategemea pengine purukushani zinaweza zikaanza kesho baada ya kufika katika mji ambao tunakwenda kucheza mchezo wetu, lakini kifupi tu ni kwamba tuko salama na tuko tayari. Semaji, tukiwa tunaendelea kufuatilia kile ambacho kinaendelea hapa, tunafahamu focus yenu ni kwenye mchezo wa raundi ya kwanza ambao ni siku ya Jumamosi tarehe 17, lakini kuna taarifa zinaeleza kwamba CAF wametoa taarifa na kwamba maelekezo kwa TFF waelekezee maandalizi ya mchezo wa raundi ya pili kule visiwani Zanzibar, kwamba uwanja wa Nyuama ndio tumeka kwa ajili ya mchezo huo wa raundi ya pili. Hili likoje na pengine mmeshalipata? Tumepokea taarifa hiyo na maelekezo ambayo nimeelekezwa na viongozi wangu. Niwaambie ninyi waandishi wa habari na wanasimba kwa ujumla ya kwamba kwa sasa uongozi wa klabu ya Simba umejikita kwenye maandalizi ya mechi ya tarehe 17. Fikra, maandalizi, mipango na kila kitu tumekielekeza kwenye mechi yetu ya kesho kutwa tarehe 17. Na taarifa rasmi kuhusiana na uwanja wa mechi yetu ya tarehe 25 tutaitoa punde tu mara baada ya mechi yetu ya tarehe 17. Maana yake ni kwamba wana Simba hivi sasa wajikite kwenye kuelekea mechi yetu ya tarehe 17. Tujikite maandalizi ya tarehe 17. Tukishamaliza maandalizi hayo, tukishamaliza mchezo huo, tutakuja kuwaambia mustakabali wa mechi yetu ya tarehe 25. Lakini kwa sasa wana Simba